msikilizaji wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako, na mshirika wa Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Bunena, Kagera. Katika kipindi hiki cha familia ni nyumba ya Mungu, ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Karili Lwanga, Segerea, jimbo kuu la Dar es Salaam, kila siku ya Alhamisi saa 12:30 jioni. Kipindi kinatayarishwa moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea. Leo upo nami Fratelli Stanley Deogratias Kabole wa jimbo kuu la Mbeya. Mada ya leo ni wajibu wa serikali katika kumkomboa mwanamke ili kupunguza unyanyasaji katika jamii. Kwanza tuanze kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Roho mkuu mfariji mwema, mwenye kila kitu chema, uje kutuangazia na imara kututia, tuyasikie mafundisho, tuyashike mpaka mwisho. Amina. Katika jamii nyingi duniani, wanawake bado wanakumbwa na changamoto mbalimbali kama vile unyanyasaji wa kijinsia, ubaguzi wa kijamii, ukosefu wa elimu, umasikini na kukosa fursa za kiuchumi. Tatizo hili si tu la mtu binafsi, bali ni la kijamii na kimuundo. Hivyo, serikali kama chombo cha dola ina wajibu mkubwa katika kuhakikisha wanawake wanakombolewa kutoka katika mifumo inayowakandamiza. Kwa mtazamo wa Kikristo, mwanamke ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Rejea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 27. Hivyo, heshima yake ni ya asili na haiwezi kuondolewa. Serikali inaposhindwa kulinda heshima ya mwanamke, inakuwa imeshindwa kutimiza wajibu wake wa msingi na kulinda haki na ustawi wa raia wake. Katika mada hii nitachambua mambo yafuatayo: msingi wa kibibilia wa heshima ya mwanamke, mafundisho ya kanisa kuhusu hadhi ya mwanamke, aina za unyanyasaji dhidi ya wanawake, wajibu wa serikali katika kumkomboa mwanamke, changamoto na mapendekezo, wajibu wa mwanamke katika kujikomboa kwenye unyanyasaji huo. Mosi, msingi wa kibibilia wa heshima ya mwanamke. Kwanza, tukumbuke kwamba mwanamke ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 27, Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, na kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aya hii inaonyesha usawa wa msingi kati ya mwanamke na mwanaume. Hakuna aliye duni mbele za Mwenyezi Mungu. Hivyo mwanamke na mwanamume wanayo hadhi sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Yesu na ukombozi wa mwanamke. Yesu aliinua hadhi ya mwanamke katika mazingira ambayo yalikuwa na ubaguzi mkubwa. Katika Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 1 mpaka ya 10, tunakutana na wanawake ambao walikuwa mashahidi wa kwanza wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, Maria Magdalena na yule Maria mwingine. Lakini pia Bwana wetu Yesu Kristo
alimtetea mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya kwanza mpaka ya 11. Hapa kulikuwepo na waandishi na Mafarisayo wanamleta mwanamke aliyekutwa akizini, na hivyo wanamuuliza Bwana wetu Yesu Kristo kwamba sheria ya Musa inamwamuru tumpige huyu kwa mawe mpaka kufa. Lakini jibu la Bwana wetu Yesu Kristo, yeye anajibu, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu awe wa kwanza kumpiga mwanamke huyo. Na hii inaonyesha Bwana wetu Yesu Kristo aliweka usawa ama aliinua hadhi ya mwanamke katika mazingira ambayo yalikuwa na ubaguzi mkubwa sana. Mafundisho ya kanisa kuhusu hadhi ya mwanamke. Mosi, heshima ya mwanamke katika mafundisho mbalimbali ya mapapa. Katika waraka wa kitume Mulieris Dignitatem, yaani hadhi ya mwanamke, Papa Yohane Paulo wa pili alieleza kwa kina hadhi na wito wa mwanamke katika kanisa na jamii. Alisisitiza kuwa mwanamke si chombo bali ni nafsi yenye heshima kamili. Alieleza pia usawa wa mwanaume na mwanamke, utu na thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Katika waraka Evangelium Vitae, Papa huyo Yohane Paulo wa pili alitetea uhai wa mwanadamu tangu kutungwa mimba, akionyesha namna wanawake wengi wanavyoumia kutokana na mifumo ya kijamii inayowasukuma katika maamuzi magumu. Maendeleo ya mwanamke kama sehemu ya maendeleo ya jamii. Katika waraka Populorum Progressio, yaani maendeleo ya watu, Papa Paulo wa sita alifundisha kuwa maendeleo ya kweli ni yale yanayomjumuisha mtu mzima na kila mtu, yaani integral human development. Mfano, elimu, utu, maadili, utamaduni. Hivyo, bila kumuinua mwanamke hakuna maendeleo ya kweli, kwani mwanamke pia anapatikana katika jamii inayomzunguka. Tuangalie aina mbalimbali za unyanyasaji dhidi ya wanawake. Unyanyasaji wa kimwili, yaani kupigwa, unyanyasaji wa kingono, bakaji na ndoa za kulazimishwa. Unyanyasaji wa kiuchumi, mfano kunyimwa urithi au ujira. Unyanyasaji wa kijamii, ubaguzi na mila kandamizi. Unyanyasaji wa kisaikolojia. Huu ni unyanyasaji ama ukatili usioonekana kwa macho moja kwa moja, lakini huumiza utu, hisia za mwanamke, hivyo kuacha majeraha ndani ya mwanamke. Mfano, matusi, dharau. Haya yote hupelekea msongo wa mawazo, hata mwisho sonona. Na Biblia inakemea dhuluma hizo zote. Ole wao wapangao maovu, wakiwanyima maskini haki zao. Rejea kitabu cha Isaya sura ya 10 aya ya kwanza mpaka ya pili. Wajibu wa serikali katika kumkomboa mwanamke. Serikali ina wajibu wa kisheria, kimaadili na kijamii katika kulinda na kumkomboa mwanamke. Kwanza, kutunga na kusimamia sheria. Serikali inapaswa kutunga sheria kali dhidi ya ukatili wa kijinsia, ubaguzi, unyanyasaji,
pia kuhakikisha utekelezaji wa sheria hizo bila upendeleo wa kijinsia ama bila upendeleo wowote ule. Pia serikali inayo wajibu wa kulinda haki za urithi na mali ya wanawake. Inayo wajibu wa kulinda haki na urithi na mali kwa wanawake, mfano mirathi na ajira, kuweka usawa katika jamii. Katika waraka wa Papa Yohane wa 23, Pacem in Terris, yaani amani duniani, alifundisha kuwa serikali ipo kwa ajili ya kulinda haki za binadamu, ipo kwa ajili ya kulinda haki za binadamu, heshima ya utu wa kila mtu, haki na wajibu wa kila binadamu. Lakini pia serikali inayo wajibu wa kutoa elimu kwa wasichana. Elimu ni chombo cha ukombozi. Serikali inapaswa kuhakikisha elimu ya msingi na sekondari hadi ngazi ya vyuo vikuu. Pia inatakiwa kuhakikisha inatoa mikopo na ufadhili kwa wasichana na wanawake, hasa katika elimu ya sayansi na teknolojia. Hivi vyote vitasaidia kumkomboa huyu mwanamke katika mateso anayoyapitia. Lakini pia serikali inayo wajibu wa kupambana na mimba za utotoni na kutoa sera zile zinazowawezesha kurudi shule baada ya kupatwa na changamoto hizo. Lakini pia serikali inapaswa kuwezesha kiuchumi, kutoa mikopo nafuu na mitaji kwa wanawake wajasiriamali, kuweka sera zenye ajira zenye usawa, pia kutoa mafunzo ya ujasiriamali na usimamizi wa biashara mbalimbali. Hivyo vyote vitamsaidia mwanamke kujiongezea maarifa na kipato katika jamii anayoishi. Lakini pia serikali inao wajibu wa kupunguza pengo la kipato kati ya jinsia kwa kulinda haki za wanawake kazini na kuhakikisha malipo ya sawa kwa kazi sawa. Katika waraka wa Papa Yohane Paulo wa pili, Centesimus Annus, alisisitiza umuhimu wa miundo ya haki katika uchumi, nafasi ya serikali na uchumi huria katika heshima na utu wa binadamu. Lakini pia serikali inayo wajibu wa kutoa huduma za afya na ulinzi, vituo vya msaada kwa waathirika wa ukatili, huduma za kisaikolojia kwa kuajiri wataalamu mbalimbali ambao ni wabobezi katika masuala ya saikolojia. Lakini pia makazi salama, yaani shelters. Serikali pia lazima iunde na ilinde walio dhaifu kama Biblia inavyoagiza. Mtetee mnyonge na yatima. Rejea Zaburi ya 82 aya ya 3. Hivyo ni wito wa kulinda na kutetea haki za watu dhaifu katika jamii bila kujali rangi wala jinsia wala madaraja ama utofauti wa madaraja yao. Lakini pia serikali inao wajibu wa kubadilisha mitazamo ya kijamii. Serikali kwa kushirikiana na taasisi za dini, elimu, inapaswa kupinga unyanyasaji, kupinga mila na desturi zinazomdhalilisha ama zinazomkandamiza mwanamke.
Katika waraka wa Papa Francisco, Fratelli Tutti, sote tu ndugu, anasisitiza udugu wa kibinadamu na kupinga mifumo kandamizi. Pia unahimiza upendo wa kijamii, mshikamano, amani na udugu wa kibinadamu bila ubaguzi wowote ule. Mungu alituumba sisi sote tu sawa na kwa mfano wa sura yake. Mpendwa msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi sasa, kipindi hewani Familia Nyumba ya Mungu, na mada yetu leo ambayo inazungumzia juu ya wajibu wa serikali katika kumkomboa mwanamke ili kupunguza unyanyasaji katika jamii. Mpendwa msikilizaji, changamoto zinazoikabili serikali katika kuhakikisha wanafanya huo wajibu wa kumtetea mwanamke ili kupunguza unyanyasaji katika jamii: mila potofu zilizojengeka kwa muda mrefu, lakini pia ukosefu wa rasilimali, rushwa na utekelezaji dhaifu wa sheria zilizotungwa, upinzani wa kijamii. Hata hivyo, serikali haipaswi kukata tamaa, kwani haki huinua taifa. Rejea Mithali sura ya 14 aya ya 34. Mapendekezo. Je, serikali ifanye nini? Kuimarisha utekelezaji wa sheria. Serikali inao wajibu wa kuhakikisha kwamba sheria na sera zilizowekwa zinatekelezwa kwa weledi, lakini pia kuongeza bajeti katika masuala ya kijinsia, kushirikiana na kanisa na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kutoa elimu, haki za binadamu, afya pamoja na huduma mbalimbali zinazopatikana katika jamii. Lakini pia kutoa elimu ya maadili mashuleni kuanzia ngazi ya elimu ya msingi mpaka vyuo vikuu. Kuanzisha kampeni mbalimbali za kitaifa za kupinga unyanyasaji, mfano sauti ya mwanamke ni haki, si kosa. Jamii bora huanza kwa kumlinda mwanamke. Serikali itumie kampeni hizo katika kupinga unyanyasaji wa mwanamke katika jamii. Tuone wajibu wa mwanamke katika kujikomboa mwenyewe katika swala zima la unyanyasaji. Unyanyasaji dhidi ya mwanamke ni tatizo linaloathiri jamii nyingi duniani. Unaweza kuwa wa kimwili, kingono, kihisia, kiuchumi au kisaikolojia. Ingawa serikali, kanisa na mashirika mbalimbali yana wajibu wa kulinda na kumkomboa mwanamke. Mwanamke mwenyewe pia ana nafasi muhimu katika mchakato wa kujikomboa. Kujikomboa hakumaanishi kupambana peke yake, bali ni kuchukua hatua za kujithamini, kujitambua haki zake na kutumia rasilimali zinazomzunguka ama rasilimali zilizopo ili kuishi kwa heshima na usalama. Kwa mtazamo wa kiBiblia, mwanamke ameumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya ya 27. Hivyo ana hadhi na thamani isiyopaswa kudharauliwa. Kujitambua na kujithamini. Hatua ya kwanza ya kujikomboa kwa mwanamke ni kujitambua yeye mwenyewe. Mwanamke
anapaswa kutambua kuwa yeye ni kiumbe wa Mungu mwenye heshima kamili. Hastahili kupigwa, hastahili kudhalilishwa, hastahili kunyanyaswa kwa namna yoyote ile. Hivyo ana haki ya kuishi maisha salama na yenye amani katika jamii na sehemu yoyote ile katika nchi yake. Yesu Kristo aliinua hadhi ya mwanamke katika huduma yake. Alizungumza na mwanamke Msamaria. Rejea Injili ya Yohane sura ya 4 aya 7 mpaka 26, na kumtetea mwanamke aliyekamatwa katika uzinzi. Hii inaonyesha kuwa mbele za Mungu mwanamke ana thamani na sauti. Katika waraka wa kitume Murielis Dignitatem, Papa Yohane Paulo wa pili alisisitiza kuwa mwanamke ana wito na hadhi ya kipekee ambayo haiwezi kupuuzwa. Hivyo mwanamke anapaswa kujiona kwa mtazamo wa heshima, si kwa mtazamo wa kudharauliwa. Kutambua haki zake na kutafuta msaada. Mwanamke ana wajibu wa kujifunza na kuelewa haki zake za kisheria na kijamii. Kujua haki ni moja ya sababu zinazochangia kuendelea kwa matabaka ama kuendelea kwa unyanyasaji wa mwanamke katika jamii anayoishi. Kwani watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Rejea kitabu cha Hosea sura ya 4 aya ya 6. Hivyo mwanamke anaponyanyaswa, kwanza anapaswa kuripoti katika vituo ama katika vyombo vya kisheria, lakini pia kutafuta msaada wa haraka katika familia, viongozi wa dini au mashirika ya kijamii na ya kiserikali. Lakini pia kutafuta ushauri wa kisaikolojia inapombidi, kwani kukaa kimya mara nyingi humlinda mnyanyasaji na kuendeleza tatizo. Kujenga uwezo wa kiuchumi. Utegemezi wa kiuchumi ni sababu kubwa inayowafanya wanawake wengi kubaki katika mazingira ya unyanyasaji. Hivyo mwanamke ana wajibu wa kujitahidi kujitegemea kiuchumi, kwanza kwa kutafuta elimu au mafunzo mbalimbali ya ufundi, ujasiriamali na uzalishaji mali. Pia kuanzisha na kushiriki katika shughuli za uzalishaji wa mali katika jamii. Lakini pia anao wajibu wa kujiunga katika vikundi mbalimbali vya akiba na mikopo, mfano vikoba. Katika waraka Populorum Progressio, Papa Paulo wa sita alifundisha kuwa maendeleo ya kweli yanamhusisha mtu mzima, yaani kiroho, kijamii na kiuchumi. Hivyo mwanamke anapojijengea uwezo wa kiuchumi, anachangia ukombozi wake na wa jamii yake inayomzunguka. Lakini pia mwanamke anahitaji kujenga imani na nguvu ya kiroho. Imani ni chanzo kikubwa cha nguvu katika mapambano dhidi ya unyanyasaji. Mwanamke anapaswa kumtegemea Mwenyezi Mungu katika maombi na pia katika sakramenti zake zote, kwani Bwana ni ngome yangu na wokovu wangu. Rejea Zaburi ya 27 aya ya 1. Kanisa linafundisha kuwa
Mateso hayapaswi kukubaliwa kama sehemu ya mapenzi ya Mungu ikiwa yanatokana na dhuluma. Katika waraka Evangelium Vitae, Papa Yohane Paulo wa pili alisisitiza kulinda uhai na heshima ya binadamu dhidi ya mifumo ya dhuluma. Hivyo, mwanamke ana wajibu wa kukataa kuishi katika mazingira yanayoharibu utu wake, kushirikiana na wengine ili mwanamke aweze kujikomboa pia katika unyanyasaji huo wa kijamii. Ni lazima aweze kushirikiana na wengine, kwani ukombozi haupatikani kwa kujitenga, bali unapatikana kwa kushirikiana kwa pamoja na kuunganisha nguvu ya pamoja ili kuijenga jamii ambayo anaishi. Mwanamke anapaswa kushiriki katika vikundi vya wanawake kanisani au katika jamii inayomzunguka, kwani katika vikundi hivyo inapatikana elimu inayomwezesha yeye kuendelea kuishi vizuri katika jamii anayoishi ama inayomzunguka. Lakini pia anao wajibu wa kuhakikisha anawaelimisha wanawake wengine kuhusu haki za msingi za binadamu kwa kupinga sauti ya unyanyasaji, kwa kuwa na sauti moja ya kupinga unyanyasaji. Hivyo katika waraka Fratelli Tutti, Papa Francisco anasisitiza mshikamano na undugu. Anasisitiza mshikamano na udugu kama njia ya kushinda mifumo kandamizi. Mwanamke akisimama pamoja na wengine anakuwa na nguvu zaidi ya kupambana na dhulma hizo. Hitimisho. Ukombozi wa mwanamke si suala la hiari, bali ni wajibu wa serikali. Mwanamke anapokombolewa, familia inaimarika, jamii inastawi na taifa linaendelea. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa, heshima ya binadamu ndiyo msingi wa haki zote. Serikali inapaswa kuwa chombo cha haki na si cha kandamizo, kwani Yesu alikuja ili watu wote wawe na uzima, nao wawe nao tele. Rejea Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 10. Hivyo kumkomboa mwanamke ni kushiriki katika mpango wa Mungu wa kuleta uzima tele kwa wote. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshirika Radio Mbiu sauti ya faraja kutoka Bunena, Kagera, hadi kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nasi tena katika siku nyingine na muda wakati kama huu. Kulikuwa nami Fratelli Stanley Kabole kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga, Segerea. Ukiwa na swali, maoni au ushauri, tunaomba tuandikie ujumbe mfupi kwa namba 0756478178. Namba hii inapatikana pia kwa mitandao ya kijamii, hususan WhatsApp. Na sasa tuhitimishe kwa sala. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.